Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama tulivyoanza mwanzoni kwa utangulizi, tunaadhimisha sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Ni Dominika ya mwisho ya mwaka wa kanisa. Dominika ambayo inamwalika muumini atafakari vizuri, ajitathmini vizuri, na anapoelekea kulitamka neno hilo litoke moyoni mwake: Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Chanzo cha sherehe hii aliyeanzisha ni Papa Pio wa 11. Aliyeanzisha sikukuu hiyo mwaka 1925 baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia. Mambo kadhaa yalipoanza kujitokeza, hasa tulipoona jambo la kwanza, udunia ulipokuwa unakuwa mkubwa. Kila kitu ni kile ninachokiona, ndicho hicho naweza nikakiabudu, niwe na mali, niwe na vitu kama hivi. Na pamoja na haya yote, mataifa mengi yalianza kujiinua. Tunaona kama kwanza kabisa katika historia ya kanisa, historia ilikuwa inaelekea katika vita kuu ya pili ya dunia. Lakini pamoja na hiyo, kitu cha kutokuamini, mimi siamini Mungu yoyote, hayukuna Mungu, kwa hiyo mimi si muumini wala siamini chochote. Dharau kubwa ikawa juu ya Mungu. Matokeo yake majivuno, kiburi na kutaka kujitawala. Sitaki kumtegemea Mungu mimi, kutaka kujitawala mwenyewe, yalijitokeza hayo wakati huu. Lakini lengo la kuanzisha sherehe hii, Baba Mtakatifu alitaka waumini pamoja na watu wote, pamoja na mataifa yote yaliyokuwa yanajiinua hayo, pamoja na udunia huu uliokuwa unatawala, watu wamemsahau Mungu, wamemweka pembeni, watafakari zaidi, waweze kutambua kwamba mfalme ni Kristo. Mfalme kama Kristo huyu ndiye atawale mioyo yetu, ndiye atuongoze. Na kwa sababu hiyo, kama binadamu tunahitaji kuwa na unyenyekevu, tunahitaji kujitambua zaidi na kuweza kujikabidhi mikononi mwake huyu mfalme. Tunaweza tukasema kwamba ni wakati huo, tunaweza tukasema kwamba enzi hizo zilikuwa hivyo, lakini tunaangalia katika ulimwengu wa leo, tunaishi katika ulimwengu si tofauti sana na ulimwengu ule. Tunaishi katika ulimwengu ambao Mungu amewekwa pembeni vile vile. Tunaishi katika ulimwengu ambapo kama binadamu, wakati mwingine kama waamini, tunaishi kama Mungu hayupo. Tumebatizwa na katika ubatizo tumekiri imani na tumepata mafundisho, lakini maisha yetu yaendani na tunachokiamini. Wakati mwingine dhamiri zetu ziko mbali. Tunajua kwamba dhamiri ni hekalu takatifu ambapo Mungu anaongea na sisi, ambapo anatuongoza sisi, lakini tunakuwa mbali na tunaishi mazoea, na haya yanafanya tuishi wakati mwingine kiholela. Hata wakati mwingine tujikusanye, tuungane na wengine kujisema sisi wenyewe, kujidharau sisi wenyewe, na matokeo yake kumdharau Mungu aliyetuumba. Lakini tunaporejea katika kitabu cha Mwanzo, hasa katika sura ile ya kwanza, katika uumbaji, tunaona Mungu anavyomuumba mwanadamu, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Akamuumba mtu, na huyu mtu huyu mwenye utashi, mtu huyu ambaye ana akili ya kupambanua, mtu huyu ambaye anao moyo
unaobeba upendo. Na alipomuumba afanane naye kwa mfano wake na vile vile kwa sura yake, afanane na umilele huo, awe rafiki yake, aweze kukaa naye milele. Na ndio maana yote haya yanaonyesha kwamba mwanadamu huyu aliumbwa kutoka mwanzo kutokufa, ashiriki kutokufa katika asili ambayo ni asili ya Mungu. Mungu hana mwanzo wala hana mwisho. Mwanadamu huyu aliyeumbwa ana mwanzo, lakini asiwe na mwisho, asife, aweze kukaa na Mungu. Lakini ukaidi, kutokufuata maelekezo, mwanadamu alikaidi. Lakini pamoja na hayo, Mungu amemtafuta mwanadamu huyu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Huyu amekombolewa kwa damu ya Kristo, akafanywa tena mrithi wa uzima wa milele pamoja na Kristo. Huyu ambaye alikuwa mkaidi, lakini ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, akakombolewa kwa damu ya Kristo. Huyu ndiye anayeshirikishwa utawala wa mbinguni. Na tunaona udunia ambao ulitawala katika karne zile, baada ambapo Baba Mtakatifu aliweza kuanza sherehe hii, watu watambue, watafakari na kujitathmini. Bado dunia huu unaendelea kati yetu. Tuko katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Tuko katika ulimwengu wa utandawazi ambapo hakuna hofu ya Mungu, na wakati mwingine hakuna heshima kati yetu sisi wenyewe. Pengine watoto hawaheshimu wazazi wao, au wanawatukana, au wanawadharau, tofauti na malezi yalivyo. Na kama tunavyofahamu, sio kama mtoto ni malezi. Watoto hawa wanaletwa katika kipaimara hapa, tunasema mtoto ni malezi. Mtoto analelewa kadiri yetu sisi tulivyo na tunavyoishi kama binadamu. Na katika kulelewa huko, analelewa dhamiri yake atambue vizuri, na ajue mipaka yake, na amjue Mungu vizuri, amtumikie Mungu inavyopaswa, na kwa sababu hiyo aishi impasavyo kama mtoto wa Mungu. Lakini dunia huu wenyewe unatangaza uhuru. Na ndio maana tunaona katika maisha yetu kuna uvivu wa kusali, uvivu wa kusoma neno la Mungu, uvivu wa kuelewa vizuri imani yetu kama Katoliki, imani ya Katoliki, uvivu wa kufuatilia maadhimisho yetu na kuenda ili mradi. Uvivu huu unatujia na unatufanya tuwe mbali sana. Na wakati mwingine matangazo, nataka niwe huru. Uhuru wa kutokumtegemea Mungu. Kawaida tunasema kwamba sisi tumeumbwa tuwe tegemezi. Tegemezi si kwamba sisi ni vilema. Hapana, tunayo akili. Na ndio maana alituumba kwa sura na mfano wake. Na sifa na shukrani zinazotolewa kwake yeye ni zile ambazo huyu mwanadamu mwenye utashi anayechagua huyo achague kutoka uhuru wake kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu. Na hii sifa na utukufu wa Mungu unayotoka kwa mwanadamu huyu ndio sifa inayotakiwa, na ndiyo Mungu ambayo anaipokea. Na ndio maana ameruhusu mengine yote hayo. Hajatuweka kama wanyama, kwamba chape mnyama anataka kula mimea, anataka kula vitu ambavyo ni muhimu, anataka kufanya kitu fulani, aongozwe na mwanadamu. Hapana, ajiongoze, aweze kujua mimi ni sura na mfano wa Mungu, kwa uhuru wake aende huko. Na ulimwengu wa leo tunasema kwamba udunia unamfanya mwanadamu huyu aweze kujiweka huru. Sasa katika kujiweka huru, anasahau uhuru ni nini. Uhuru ni kuwajibika, si kufanya unavyotaka. Basi hivyo utakuwa anasema kwamba utawala wa msituni, ambapo unamwona simba anafukuza wanyama wengine na hakuna ambaye ataingilia kati.
utawala wa msituni ambao sio. Uhuru wa mwanadamu ni kuwajibika, na uhuru wa muamini ni uhuru chini ya neema ya Mungu. Lazima tambue hilo. Lakini udunia huu ndio huo unaotupeleka. Wakati fulani naona kawaida visasi vimejaa, wakati mwingine kiburi kimejaa, na wakati mwingine tunatukanana hata tukitoka kanisani. Tunarudi nyumbani kwetu umonjiani tunatukanana. Au tumetoka nyumbani tunanuniana, hatuelewani, hatusalimiani. Lakini naenda kanisani bila kuelewa tunaenda kufanya nini, na tunakomunika wakati mwingine bila kuelewa. Na leo hii tunakumbushwa kila wakati, jamani, anayetaka kuja kukomunika ni yule ambaye amejiandaa, ameungama dhambi zake, anaelewa anachokifanya, yuko katika neema, kampokee mtakatifu wa watakatifu. Udunia unatusumbua, udunia unatufanya tuwe mbali, na ndio jamii yetu ilivyo katika udunia huu. Na ndio maana hata wakati mwingine tunashindana sisi wenyewe, hata katika sasa tunamwamini Mungu wetu huyu, alikuwa atatushangaa kabisa tunavyoshindana. Sasa kama sisi nyoyo zetu ziko kwake, Mtakatifu Agustino anasema jamii au jumuiya ya Kikristo si matokeo ya mkusanyiko kimwili, ni matokeo ya mkusanyiko kiroho kwa Mungu, ambao unaonyeshwa katika mwili, katika kusanyika. Watu hawa wanakuwa mwili, wanakuwa moyo mmoja na roho moja, wakiwa wanamwabudu Mungu wao, wako pamoja. Ndio ilivyo. Lakini dunia unatusumbua, tunakuwa mbali mno na Mungu wetu. Pengine tunamkumbuka katika shida, na tunapomkumbuka katika shida, kama tujapata jibu, tunaasi ili tatizo katika ulimwengu wetu wa sayansi. Na ndio maana mtu anaweza kawa anateseka, mtu anaweza kawa amepata ajali, baada ya kumsaidia tunapiga picha, tunachukua video hizo tunazituma na kuzisambaza wapi na wapi. Wakati mtu anateseka, mtu anahangaika, anahitaji msaada, hatuna habari. Hili ni tatizo katika ulimwengu wetu huu. Lakini kitu kingine kinachotutawala katika ulimwengu huu wa leo tunaoishi, wa sayansi na teknolojia, ulimwengu wa utandawazi, kitu kinachoitwa umimi, ubinafsi, unaotokana na Waingereza wanasema relativism, kadiri yangu mimi. Tunajua katika historia ya wanafalsafa waliweza kufika kipindi wakasema hatuwezi kujua mambo yote, lakini kila mtu ukweli unamhusu yeye kadiri yake. Sisi ndio tunao hukumu ukweli ni nini. Tumeshasahau kwamba ukweli wenyewe ni Mungu, na Yesu Kristo alisema mimi ndimi ukweli, ndimi njia, ukweli na uzima. Njia, ukweli na uzima. Na alipokuwa anatuahidia ujio wa Roho Mtakatifu, Roho wa ukweli, atuongoze katika kweli yote. Leo hii kuongea uongo ni kawaida tu, dhamiri haipo, na hili ni tatizo katika ulimwengu wetu. Na ndio maana tunapoadhimisha Dominika hii ya mwisho ya mwaka, kwa adhimisho hili la sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme, ni tathmini kwetu kama waumini wa Kristo tunavyoishi. Kwanza tunavyoshirikiana sisi kwa sisi, upendo wetu kwa jirani, upendo wetu kwa Mungu, imani yetu, dhamiri zetu ziko hai. Ni kweli tunaongea na Mungu, na kama tunaongea na Mungu, wakati mwingine ametuambia sisi ni wabinafsi, sisi tuna kiburi, sisi tuna majivuno, tumejibu nini kwake? Ili kila mmoja anaporudia ahadi zake kujikabidhi chini ya uongozi wa Kristo Mfalme, ajikabidhi kutoka moyoni, na amuone mwenzake ni sura na mfano wa Mungu, amtendee ipasavyo sura na mfano wa Mungu.
kama yeye mwenyewe anavyotakiwa kutendewa. Na tunamuona Yesu Kristo huyu anayejitangaza na alivyotangaza kama mfalme, ameleta ufalme mwingine tofauti na ufalme wa dunia hii. Ufalme wa dunia hii una majeshi, una nyenzo mbalimbali, una amri zake, lakini ufalme wa Yesu ni ufalme wa mbinguni. Ufalme wa Yesu ni wa aina nyingine kabisa. Kwa hiyo tunaona yeye amekuja kuinua waliovunjika moyo. Mfalme huyu anainua waliovunjika moyo. Anainua waliovunjika moyo na wale ambao wamesahaulika. Anawatafuta wakosefu wapate msamaha wanapofanya toba ya kweli. Tumesikia katika somo la Injili ya leo, yule mtu yule aliyesulubiwa pamoja na Yesu msalabani, walikuwa wawili, mmoja kulia mwingine kushoto. Mmoja anamtukana, wewe si Yesu, wewe si mfalme, wewe si 1 2 3, usijitoe mwenyewe na sisi tuokoe. Yule anajaribu kumuonyesha vizuri, na anaomba msamaha huu, anakuomba kupokelewa kwake. Hakika utakuwa nami leo peponi, anasema Yesu Kristo, mfalme huyo wa mtindo, ambaye anasamehe watu, anatafuta waliopotea. Utawala wa Yesu Kristo mfalme utawala wa Yesu Kristo mfalme utawala wa Yesu Kristo mfalme ni utawala ambao unatawala, sio ardhi, sio mipaka kwamba paka sehemu fulani, bali ni utawala wa moyo. Anatawala moyo. Unapomkaribisha katika moyo wako, anatawala moyo wako, anakuweka katika amani ya kweli ya ndani. Anakuweka katika amani ya ndani na utamtumikia ipasavyo. Ndio utawala wa Yesu Kristo aliouleta. Ni yule anayehurumia, ni yule anayeweka huruma mbele. Kuchagua ufalme wa Yesu ni kukumbatia msalaba. Yupo msalabani. Tunaambiwa leo katika Injili, alipokuwa msalabani imeandikwa Yesu Kristo mfalme wa Wayahudi. Kukumbatia msalaba. Kukumbatia msalaba kunafanya tubadilike. Kuona msalaba ni alama ya ushindi, na vile vile ni silaha kali dhidi ya adui mwovu. Ni kuchukua tuseme kupokea sadaka. Ni sadaka, kuchagua sadaka kwa ajili ya ukweli, haki na utakatifu. Kuchukua sadaka, kuchagua sadaka, na si kwa ajili ya unafiki. Kuchukua sadaka, chagua sadaka kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya haki, kwa ajili ya utakatifu. Kwa sababu huwezi ukaanza kusema kwamba unashindwa kushuhudia mwenzako na uwawa hapa, na unaogopa kushuhudia ukweli. Mwenzako anashitakiwa, unashindwa kushuhudia kusema ukweli kwa ajili ya haki ya huyu mtu. Unashindwa kumuongoza mwenzako katika maovu aliyo nayo, matokeo yake anapotea huyu. Kwa sababu tumeitwa tuwe watakatifu, lakini unamfanya huyu apotee, aingie katika dhambi. Ni kupenda msamaha, ambayo ni dozi kubwa ya mgonjwa mwenye ugonjwa wa kisasa. Msamaha ni kupokea huruma ya Mungu. Ni kutambua kwamba tupo sote hapa kwa sababu ya huruma ya Mungu, si kwa sababu tunastahili, si kwa sababu sisi ni watakatifu.
ila ni kwa sababu anatuhurumia, anatupa nafasi tuweze kuongoka. Ni kutambua sura na mfano wa Mungu katika kila mtu, na hivi kumheshimu, sio kutoa uhai wake, sio kumjeruhi. Ni sura na mfano wa Mungu. Lazima tuweze kuangalia hii. Kumtangaza Yesu Kristo ni kumruhusu atutegemeze au atengeneze njia zetu. Tulikuwa tunaelekea upotevuni, tuende katika uzima, atengeneze njia zetu. Zisielekee upotevuni, zielekee katika uzima. Na tunapofanya hivyo, ni vile vile tunatakatifuza malimwengu kwa maisha yetu. Tunapotakatifuza malimwengu, tunakuwa mfano katika familia zetu, katika kazi tunazozifanya, na katika biashara zetu, kwamba Yesu Kristo ni mfalme, tumeshamchagua yeye ni mfalme. Huruma yake iweze kutegemeza mioyo yetu, chanzo cha upendo. Tusiwe na ubinafsi, tusiwe wanafiki, na tuhuishe ipasavyo dhamiri zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Mungu ni mwema. Yeah. Kila wakati. Mungu ni mwema. Tunaadhimisha Dominika ya mwisho ya mwaka. Bwana wetu Yesu Kristo mfalme, kila mmoja wetu ajitathmini na kuangalia alivyo kama muumini, na aweze kuishi navyo mpasa kama muumini. Watoto wetu hawa wanapata sakramenti ya kipaimara. Kama alivyosema, mtoto ni malezi. Ushirikiano kati ya wazazi na kanisa katika kuwalea watoto hao, hasa katika dhamiri zao, ni muhimu sana. Wanafamilia kuwa na nafasi katika familia ni muhimu sana. Maana yake kusali na familia, kutafakari neno la Mungu na familia, kusoma maandiko matakatifu na familia, kufuatilia kwa umakini mafundisho ya mama kanisa na familia, na kudumisha utambulisho wetu kama Wakatoliki. Tupo katika ulimwengu wa mchanganyiko. Okay, kuna mitandao ya jamii hiyo. Kuna mawasiliano mbalimbali, na mama kanisa aliweka aliandika katika hati yake ya mtaguso wa pili wa Vatikano juu ya vyombo vya mawasiliano. Vyombo vya mawasiliano vikitumika vizuri katika uinjilishaji ni vyombo muhimu sana. Vikitumika vibaya ni hatari sana. Kwa hiyo huyu ambaye ana utambulisho wa imani Katoliki atasimamia imani yake Katoliki. Hawa wanapata sakramenti ya kipaimara, wawe maaskari hodari wa kulinda imani, kumtetea Yesu katika ulimwengu huu, si wa kuchochea waasi dhidi ya Yesu Kristo mfalme. Manake kwenye mitandao yetu hiyo kuna sehemu zile zinasema toa maoni yako. Kuna waumini wengine wanasema na Wakristo, hata mimi pamoja na wewe, na mimi Kristo na Ukristo wangu huu, lakini naona hili ndio lenyewe, hili bila kujua kwamba amesimama wapi, anaeleweka Ukristo wake ni upi, inabidi mtangaze Yesu Kristo mfalme kivipi. Asome vizuri mtaguso wa pili wa Vatikano umuongoze. Kizazi bora kwa ajili ya kutenda haki, kwa ajili hata kama wanakuwa viongozi, wawe viongozi bora. Sio bora viongozi, wawe viongozi bora.
Ndio maana yake. Wamejifunza sana hawa juu ya imani, na leo wanapopata sakramenti ya kipaimara, kazi ya sakramenti ya kipaimara ni kuhakikisha, ni kuthibitisha, ni kuimarisha katika nini? Katika imani. Sio kwamba wamekariri, sio kwamba wataimba nyimbo leo sakramenti ni nini, sakramenti sijui nini. Maisha yao ambayo inabidi yaonekane katika familia zao, kwenye mitaa yao, hata wakichanganyika na watu wengine, waonyeshe ukatoliki wao kwa kuishi inavyowapasa kama Wakatoliki, na utambulisho wao kama Wakatoliki. Ndio muhimu. Na waulize watoto hawa mbele yenu, tuone wanakoelekea, na watathibitisha wao wenyewe. Tumsifu Yesu Kristo watoto.